Napenda kuwafahamisha kuwa serikali imefurahi kuiona namna mamlaka ya vitambulisho wa taifa ya NIDA inavyojidhatiti katika kuboresha huduma zake kwa kutumia teknolojia ili wananchi waweze kupata huduma kwa haraka, kwa ufanisi na bila usumbufu wowote. Huduma hii mpya ya shortcode tunayozindua leo itakayomwezesha mwombaji wa kitambulisho cha taifa kutumia ujumbe mfupi wa maneno kupitia simu ya mkononi, na hapa nisisitize kwamba simu ya mkononi hata akiwa ni kitochi inaweza ikatumika katika kuandika ujumbe mfupi kama ilivyoelezwa na itakavyoendelea kuelezwa katika vyombo vya habari kupitia kwenu wanahabari. Ni ushahidi tosha wa dhamira ya dhati ya kwenda sambamba na kasi ya maendeleo ya sayansi na teknolojia katika kuboresha huduma kwa wananchi. Hatua hii inaenda kuondoa matatizo ya muda mrefu, ambapo hivi leo tunavyozungumza katika wilaya zetu viko vitambulisho vingi sana ambavyo havijachukuliwa, na sababu kubwa inakuwa ni hiyo kwamba muombaji hajui kitambulisho chake kiko katika hatua gani. Kupitia mfumo huu sasa utajibiwa na utaambiwa kama namba yako umepata ndani ya siku 5 toka siku uliyoomba, na kama hujapata ndani ya siku 5 toka ulipoomba, ukitumia mfumo huu ukauliza, utajibiwa kwamba hujapata namba kwa sababu fulani fulani fulani, na uje mahala fulani ili tuangalie takwimu zako kama zimekaa sawa sawa. Lakini pili, utapata taarifa kutumia mfumo huu wa kitambulisho chako kama tayari kimekwisha tengenezwa na kinapatikana wapi na uende ukakichukue. Kwa hiyo nataka niamini kwamba baada ya kuwa sasa na mfumo huu hakutabaki kitambulisho chochote kule wilayani, na kama ambavyo mmesikia wananchi kwamba baadhi yetu walipopata ile namba tu ambayo inaruhusu kuitumia wamesahau na hawafuatilii tena kwenda kuchukua vitambulisho vyenyewe. Baada ya muda tutasitisha matumizi ya namba hizo ili watu mchukue vitambulisho, kwa sababu vinachakaa mkiwa bado hamjavichukua. Lakini mwelekeo wetu sasa, hata baada ya masahihisho hayo, ni kwenda kwenye kitambulisho kimoja kwa matumizi yaliyo mengi. Tunataka mtu asibebe vitambulisho vingi, basi kitambulisho kiwe kimoja, tuvitumie kwa ajili ya kuharakisha huduma ili watu wasonge mbele. Hiyo ndio digital economy ambayo tumo na tunasafiri humo. Kwa kweli Mheshimiwa Waziri, tunatoa huduma bora pamoja na dosari ndogo ndogo ambao tunazidi kuzirekebisha, na tuna uhakika na ulitoa maelekezo ya kuhakikisha kwamba tunatoa vitambulisho vyote kabla ya Februari. Tunahakika kwamba kabla Januari haijaisha wote ambao hawajapata vitambulisho watakuwa wamepata, lakini niwaombe wananchi wote ambao hujapata vitambulisho, njoni mchukue vitambulisho vyenu. Kama nilivyozungumza hapo awali kwamba mara nyingi bila NIDA hakuna kinachofanyika. Tuna maelekezo ya jamii namba ambao taasisi na huduma zote zitakuwa ndani ya NIDA. Na vitu tume experience shida iliyotokea kwa wale baadhi ya wahuni wanaotaka kuharibu amani. Watu wa usalama, viongozi wa vyombo vya ulinzi wa usalama walivyokuwa kiuliza vitambulisho, watu wengi walijua muhimu kwa nini uwe na kitambulisho. Kwa hiyo nitoe wito huu pia kuomba sana ndugu zangu wa Tanzania, njoni mchukue vitambulisho. Na wale ambao vitambulisho vimefutika, tumeshaanza kutengeneza vitambulisho vipya na mtatumiwa message kabla mwezi wa kwanza. Naomba niwahakikishie kwamba wote mtakuwa mmeshapata vitambulisho.